Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunipa neema hii ya kuweza kufika tena mahali hapa katika huduma ya Mlima Moria Mills. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon anayetumika katika huduma ya Mlima Moria Mills kwa kazi nzuri anaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia naendelea kuwakaribisha katika channel yetu ya Gideon Online TV, na ndani yake kuna vipindi vizuri sana ambavyo vinaweza kukufundisha. Wewe unaye simu kubwa ambayo unaweza kuingia kwenye YouTube ukafungua ukaandika Gideon Online TV, itakuletea picha ya mpako mafuta wa Bwana ambaye mtumishi wa Mungu Gideon. Kuna vipindi vizuri sana ambavyo vya kuanzia Jumatano, Ijumaa, Jumapili ambavyo vinakuletea neno la faraja pale mahali ambapo una mawazo, una huzuni, lakini liko neno la Bwana ambalo linaweza kutia nguvu na faraja na kupata tumaini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Pia mtumishi wa Mungu mpako mafuta wa Bwana, na washukuru sana kwa wale ambao mnaungana pamoja naye kwa ajili ya huduma ya Mlima Moria. Na hapo utakayofungua kuna namba za simu zinakopita. Watu wa Mungu, kama una shida mbalimbali, ukifika kanisani, unaweza aba unatokea kule Rombo, Same, wapi, lakini ukifika kwenye kituo kikuu cha stendi kuu cha mkoa wa Kilimanjaro, unaweza ukachukua, kuna bajaji, kuna daladala, kuna usafiri wa bodaboda, ukiwaambia nipelekeni maili 6, kwamba ukifika kituo cha mashineni watakwambia, utashuka pale, mkono wako wa kulia utaona kibao kimeandikwa huduma ya Mlima Moria Mills, utashuka na njia utafika mpaka kanisani. Na hata kama umepotea, kwenye simu yako hapo mahali kuna screen yako inayopita, kuna namba za simu, utapiga utaelekezwa kufika kanisani. Na wale wanaotokea Sanya Juu, Arusha, wapi, unaweza umepanda Costa, umepanda daladala, umepanda gari yoyote, waambia kushia kituo cha mashineni, mkono wako wa kulia na utaona kibao kimeandikwa Mlima Moria Mills, utafika mpaka kanisani, utamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia siku ya leo nina neno la Bwana ambalo nakuletea. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Paulo, ninahudumu katika huduma ya Mlima Moria. Niko chini ya mkono wa Mungu, mkono wa mtumishi wa Mungu Gideon. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kichwa cha somo kinasema, aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wale wote tufunge macho tuombe. Wewe ni Mungu ulio hai, ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Bwana, uliachilia neema hii hata nikawepo mahali hapa, hata nikapata neema ya kusimama tena mahali hapa. Bwana, sifa na heshima na utukufu vyote ni vya kwako. Ninalibariki jina lako na kulitukuza, Mungu wa mbingu na nchi, wewe uliokusudia mtumishi wako kuwepo mahali hapa na kuleta ujumbe huu. Bwana, tunakuomba neema yako ikatamalaki juu ya kanisa na kila mtu mmoja ambaye anayetutazama yuko nje ya nchi, mkoa wa Kilimanjaro, Dar es Salaam, wapi, Mungu wa mbingu na nchi, neema hii akapate kulisikia neno lako, na neno lako Bwana likamletee matunda, likamwangazie katika maisha yake, na pale mahali ambapo amekata tamaa, neno lako likapate kumuinua tena, katika jina la Yesu Kristo. Naomba Roho Mtakatifu katamalaki kwa kila mmoja, katamalaki mahali hapa, katamalaki kwa watoto wako, kwa wape neema ya kuweza kulisikia neno lako. Na wale ambao Bwana, ambao shetani mwovu anaweka mapingamizi, tunaondoa mapingamizi kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu tunaomba Roho Mtakatifu ukatamalaki, naomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno letu linatoka kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, ule mlango wa 4 mstari wa 4. Biblia inasema, nanyi ni watoto wadogo, mnatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu na ni mkuu
kuliko yeye aliye katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani neno la Mungu linatuambia ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu, na mpango wa Mungu aliyetuumba katika dunia hii, kuleta hapa katika dunia hii, ili kwamba tumwabudu, tumpende, tumuishie yeye, na tuweze kutambua kwamba Mungu wetu ana nguvu namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Tumepoteza heshima ya Mungu pale mahali ambapo tunapopita mahali pagumu. Tunaona jaribu ni zito kuliko Mungu wetu. Lakini kabla hujafika mbali ya kuweza kutafakari au kurudi nyuma, tafakari uweza wa Mungu kwanza. Mungu ana nguvu namna gani? Mungu alifanya uumbaji wa namna gani? Mungu alikuumba kwa namna gani? Mungu alikulinda mpaka hadi saa hizi umefika katika umri ulio nao. Ni nani aliyekulinda kabla ya kukata tamaa, kabla ya kuchoka, kabla ya kwenda katika njia nyingine ambazo zenye kumfanya Mungu akachukia, Mungu akakasirika na akaleta maangamizi ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo anatuambia Mungu wetu ni Mungu mkuu zaidi. Hakuna chini ya jua hili zaidi ya Mungu mwingine. Kwa hiyo lazima tuweze kutambua katika tunavyozungumzia habari za Mungu, lazima tujue kwamba yuko Mungu wa dunia. Wanasema wao ni Mungu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye Mungu wa dunia ni Shetani, ambaye alitumbwa duniani ili kutujaribu, ili kuleta maangamizi, na kazi yake na kufanya vita na watakatifu wa Mungu, na kufanya vita na watumishi wa Mungu, na kufanya vita na manabii wa Mungu ambao wanaelijua neno la Bwana, ili kuwarudisha nyuma. Ni nini basi cha kuweza kutambua, cha kuweza kujua? Lazima tujue kwamba Mungu wetu ni Mungu mkuu. Haijalishi kwamba unapopita mahali pagumu, unapoteseka, Mungu hakuachi. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi sana tumerudi nyuma tunapopita mahali pagumu, tunapopita katika changamoto, tunapopita katika adha, tunamwacha Mungu, tunaacha kumtafakari Mungu. Mungu wetu anasema Mungu aliyeko ndani yetu ni mkuu zaidi ya wakuu. Kwa hiyo lazima uweze kujua Mungu wetu ambaye yuko ndani yako, ambaye yuko ndani yako baba, yuko ndani yako mama, yuko ndani yako kijana, ni Mungu ambaye asiyeshindwa, ni Mungu anayestahili kuogopewa, ni Mungu anayeweza. Na katika mpango wa Mungu, haijalishi kwamba wewe unapita yamkini katika mwaka huu umepita mahali pagumu, umeomba, lakini nataka kuambia ni saa yako Mungu anaenda kujidhihirisha. Utukufu wa Mungu lazima akajidhihirishe mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili maadui zako, ili wale watesi ambao wanaokudharau, wanaokutukana, wanaokuona kwamba wewe hufai, ni saa ya Bwana anaenda kujidhihirisha mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anatuambia ninyi ni watoto wadogo, mmetokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mmewashinda kwa sababu Mungu aliyeko ndani yetu ni Mungu mkuu. Wako maadui na watesi, waganga, wachana waganga, wanapambana na wewe usiku kucha. Yamkini hata kuamka siku ya leo ni neema ya Kristo tu, ni neema ya Mungu, lakini wako wanaopambana. Laiti Mungu angekufungulia macho yako, laiti Mungu angefungua macho yako ukaona vitu vinavyotendeka usiku. Wanaopigana na wewe, wakuu ukoo, waliokufa, walioko hai, wanakutafuta, lakini Mungu amefanyika kuwa ni ngao juu yako, anayekulinda usiku na mchana, anayekupigania kila itwapo leo, anayekushindia na mabaya, halafu wewe unarudi nyuma. Kwa sababu nini? Tunaamka tukiwa na nguvu, tunaamka tukienda kazini, tunarudi kwa sababu Mungu wetu yuko ndani yetu. Tunawashinda maadui kwa sababu Mungu naye anatushindia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu sisi ni watoto wake, hatuachi. Haina maana mpango wa Mungu, yeye hataki ufeli, anataka ufanikiwe, anataka ushinde. Kwa
kwa sababu ni shetani anavyopambana na wewe, sio kwa sababu Mungu hayuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe ili akushindie vita, ili ukamilike, uwe askari bora. Ni lazima ukaze buti, uendelee kumtumainia Mungu, nguvu za Mungu. Usifikiri kwamba nguvu za Mungu, utiisho wa Bwana ukiwa ndani yako, uweza wa Bwana ukiwa ndani yako, usifikiri kuna mtu anaweza kukupenda. Hakuna mtu anaweza kukupenda. Ni nini? Sio kwa sababu wanakuchukia wewe, wanachukia kile kitu ambacho Mungu alichowekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, usirudishwe nyuma wala usikatishe, tazama mbele, songa mbele katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue tena kitabu cha Kutoka ule mlango wa 14 mstari wa 12 hadi 25. Tuangalie uweza wa Bwana aliyotenda. Neno hili silo leo kuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakayowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akawaambia Musa, mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, nawe inua fimbo yako ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kugawanya, nao wana wa Israeli watapita katika bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitafanya mioyo yao ya Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia na tia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake na kwa wapanda farasi na si wake, na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. Kisha malaika wa Mungu atawatangulia mbele, na jeshi la Israeli taondoka kwenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele ikasimama nyuma yao. Ikafika wingu lile giza, lakini walitoa nuru wakati wa usiku, na hawakukaribia wala usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akafanya bahari ikarudi nyuma, na kwa upepo wa nguvu kutoka mashariki usiku kucha ukafanya bahari kuwa nchi kavu. Maji yakagawanyika, wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari katika nchi kavu, nao maji yale kuwa ukuta kwa mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani katika bahari na farasi zao, na Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Na ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika lile nguzo ya moto, na wingu likawafadhaisha jeshi la Wamisri, wakawafadhaisha wana wa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani Mungu alivyotenda mambo makubwa. Haijalishi, nataka kuambia watu wa Mungu, hawa ni wana wa Israeli. Wakati Mungu alivyosema na Musa akamwambia, nenda kawaotoe watoto wangu wanateseka katika nchi ya utumwa. Yamkini mimi na wewe kuna mahali ambapo unateseka, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye biashara, iwe kwenye mateso mbalimbali. Wako maadui ambao wanaokupinga wewe, wanaopinga kazi yako, wanaopinga maisha yako. Unateseka, unapita mahali pagumu. Yamkini katika mwaka unaopita, Bwana Yesu asifiwe, umepita katika changamoto nyingi, umepanda mlima wa mateso. Bwana Yesu asifiwe.
Wana wa Israeli wakafika mahali wakakata tamaa, wakamwambia Musa, ni afadhali ungetuacha tukawatumikia wa Misri. Lakini tunaangalia kitu gani? Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia kwamba hawa wa Misri simameni tu mkaone wokovu wa Bwana, na hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Lakini nataka kuambia kijana, baba, mama ambao uliofika mahali hapa, wewe unaolisikia hili neno, nataka kuambia katika mwaka huu ambao umepita, yamkini kuna mahali ambao umepita mahali pagumu, hujamuona Bwana. Ni saa yako ya kwenda kumuona Bwana. Ni saa yako. Kaza mwendo. Unapopanda mlima, change motion, change gear. Huwezi panda mlima ukiwa umeshiba. Lazima nini? Lazima uone Mungu, ufunge na kuomba. Ukimwambia Mungu katika mlima huu, Mungu atakuwa naye, atakusaidia. Ni lazima uombe usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni saa yako sasa. Mungu anaenda kukuvusha na hayo mateso ambayo maadui au ambao wachana waganga waliokutupia yataenda kuwa kikomo sasa. Yanaenda kukwama. Hayataendelea tena kwa jina la Yesu Kristo. Na mwaka huu utakuwa ni mwaka 2026, utakuwa ni mwaka wako wa baraka, wa kwenda kuvuka. Haijalishi walisema kwamba mwaka huu hautavuka, wakasema wewe ni mwaka huu ni wa mateso tu, lakini natakwambia katika teso ulio nao, katika magonjwa ulio nao, katika umaskini nao, hautavuka nao kwa jina la Yesu Kristo, ukiwa unamtegemea Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Haleluya. Wana wa Israeli walimtegemea Mungu, Mungu akawavusha kwenye bahari ya Shamu kwa lile gumu ambalo lisiowezekana kwa wanadamu, lakini kwa Mungu linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo simama na Mungu, simama naye, Mungu atakutetea. Usikate tamaa, usigeuke nyuma. Haleluya. Mungu ni Mungu wetu, ni mkuu, anayeweza, anayetenda, anayepasua bahari akasimamisha maji ambayo mpaka watu walishangaa. Mpaka leo watu wanashangaa, watu wa Mungu, bahari itawezaje kusimama? Lakini huyu Mungu wetu ni mkuu zaidi ya wakuu, ni mfalme wa wafalme, ni simba wa kabila wa Yuda. Hakuna mwingine zaidi yake, hakuna mwingine. Ni Mungu ambaye anaishi ndani yetu. Huyu Mungu wa dunia, yamkini wako akina Farao wanakutesa, wamekupiga, wamerudisha biashara yako nyuma, lakini amwamini Mungu, ataenda kukuinua tena. Mungu anaenda kukuponya tena. Mungu anaenda kukuvusha. Waliosema wametengeneza makaburi, wametengeneza ajali, wametengeneza mauti, wakasema mwaka huu utavuka, lakini unaenda kuvuka kwa jina la Yesu Kristo. Mtumainie Bwana. Bwana ataenda kuvuka na wewe kuanzia 2026. Anaenda kuvuka na wewe ukiwa na uzima, ukiwa na biashara, ukiwa na watoto wako, ukiwa na watoto wako wanaenda kwenda shule kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, ili utukufu wa Bwana upate kujidhihirisha, ni lazima uweze kujikana. Mungu wetu anasema Mungu ni mkuu kwa sababu anakaa ndani yetu, kwa sababu anaishi ndani yetu. Yamkini akina Daniel, kuna mlima ulioko mbele yako, usione huo mlima, uone kama tambarare. Bwana Yesu asifiwe. Na utakapofika pale kwenye, utakapopanda mlima, lazima upande mlima wakati umechoka. Mungu anakutia nguvu, anakuambia songa mbele, kama jinsi alimwambia Musa. Watu wakamlilia Musa, wakaona Musa umetuleta hapa jangwani ili kwa yetu ufema, afadhali ungetuacha kule Misri. Lakini kwa sababu utisho wa Bwana Mungu alikuwa ndani ya Musa, Mungu akamtuma Musa, akamwambia waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Na ndivyo hivyo Mungu anakuambia, lazima usonge mbele, lazima utavuka katika jaribu ulio nalo, na utavuka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa, usichoke. Mungu yuko pamoja na wewe mama, Mungu yuko pamoja na wewe kijana, Mungu yuko pamoja na wewe baba. Hata hapo ofisini yako majaribu, siko changamoto, yako mateso, yako mambo mengi yanayounuka, ambaye adui anayeinua, shetani mwovu, huyu Mungu wa dunia hii ambaye anayeinua vita juu yako, lakini atakwambia yuko Mungu anayefanya vita zaidi yake. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu ataenda kukushindia. Kwa hiyo usiogope, usikate tamaa, usichoke. Mungu yuko pamoja na wewe. Akisha Mungu, mpango wa Mungu yeye ni kukufanikisha ili ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajakuumba wewe kwamba uteseke tu mwaka na mwaka tu, wewe wakulia tu. Bwana Yesu asifiwe.
Mungu yule yule aliyewavusha wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, aliwatoa kwenye utumwa, aliwatoa kwenye mateso mbalimbali, aliwatoa kwenye magonjwa, walikuwa wanapigwa lakini wanavumilia. Yamkini pale mahali ambapo unapopita mtu wa Mungu, unateseka labda ni miaka miwili au ni miaka mitatu, yamkini kuna mahali ambapo Mungu anakupitisha ili kwamba uweze kukung'uta ule uasili ambao uliotoka nao kwa wazazi wako, ule uasili ambao uliozaliwa nao. Ndio Mungu anataka sasa uache ili atembee na wewe, kama jinsi alivyotembea na kina Musa, kama jinsi alivyotembea na kina Joshua. Ikuwa hodari, maana kila mahali utakaokanyaga ukisema neno, maana linatendeka. Yesu asifiwe. Haleluya. Usifikiri kwamba nini utiisho wa Bwana ukiwa ndani yako, usifikiri kupendwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu anaweza akakukataa, wazazi wanaweza kukukataa, marafiki wakakukataa, wakakuchukia, ili sikusumbue. Kwa sababu nani? Hawakuchukii wewe, wanachukia kile kitu ambacho Mungu alichowekeza ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu gani Mungu anachokilinda? Analinda kile alichokiwekeza ndani yako. Analinda kile alichowekeza ndani yako. Maana yake ni nini? Kila mahali utakapokwenda, maana yake kila mahali aiwe ni mawe, yataanza kupiga kelele. Hata ushangaa watu wanaanza kukutukana, isikusumbue. Ni kwa sababu unaamini uitambue Mungu aliyeko ndani yangu ni Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lazima uanze kujitambua sasa. Mungu wetu ni Mungu mkuu, Mungu mwenye uweza, yuko ndani yako, anakuvusha. Ni lazima tutavuka kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi wako kuzimu, wanafanya vikao vingi, wakina Farao wanafanya vikao vingi, wakasema kwamba hautatoka hapo mahali ulipo. Yamkini wameshazoea kwa kwamba wewe ni mtumwa tu, ni mtumwa wao. Wakakuona kwamba wewe ni hospitali tu, wakakuona wewe ni wakuteseka tu, wakakuona mwaka huu wewe ni wakulia tu. Lakini nakwambia lazima tutavuka ng'ambo. Lazima tutaiona katika nchi ya Kanaani. Ni lazima tutavuka kwenda 2026 kukiwa na ushindi, tukiwa na afya, tukiwa na nguvu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamepanga mipango mingi sana, waliokufa, walioko hai. Farao alipanga mipango mingi sana, akasema ya hakika wacha tuwafuatie wana wa Israeli, tuwarudishe kwa sababu tumezoea kuwatumikisha. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini wako adui amezoea kukukamata, amezoea kukushika, amezoea kufunga biashara yako, amezoea kufunga watoto wako, amezoea kufunga maisha yako kila itopo leo. Amekufanya wewe ni mtumwa wake wa kuingiza faida. Ameharibu watoto wako, lakini nakwambia yuko Mungu wa Ibrahimu, yuko Mungu wa Isaka ambaye anaenda kukutoa hapo mahali ulipo mama, anaenda kukutoa hapo mahali ulipo baba, anaenda kukutoa hapo mahali ulipo kijana, ambaye anaenda kukutoa mahali ulipo. Haijalishi wako wachana waganga waliokufunga mwaka hadi mwaka, wamefunga maisha yako, wakasema wewe kwao hautafanikiwa tena, hautafanya biashara tena, hautaolewa tena, hautapata mchumba tena. Lakini nakwambia kwa neno la Kristo hakika utaenda kufanikiwa. Unaenda kuvuka na biashara, unaenda kuvuka na maisha yako mazuri, unaenda kuvuka na ndoa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo watu wa Mungu, ukiwa ndani ya Mungu hakuna jambo lisiyowezekana kwake. Pale mahali ambapo unaona pagumu, endelea kukaza buti, naye Mungu atakushindia. Mpango wa Mungu hataki ushindwe. Haijalishi shetani atapiga na wewe uwanjani, lakini hata kushinda. Mpango wa Mungu ni kukufanikisha katika safari yako, kukutimiza. Hakika walifunga wakasema kwamba mwaka huu utajenga, lakini kama unamtegemea huyu Mungu wa mlima Moria, unamtegemea huyu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka ambaye aliwavusha wana wa Israeli, naye ataenda kukuvusha kwa jina la Yesu. Cha msingi nini? Simama katika maombi, simama kwa ajili ya kumlilia Bwana, simama katika kufunga na kuomba kama jinsi wakina Danieli waliletea mlima mbele yao, wakaona jaribu mbele yao, wakasema wewe Danieli hauruhusiwi kuomba tena. Wakaika masharti, lakini wakasema hapana, siwezi kuwasikiliza wanadamu. Namtazama Mungu wangu. Na nataka kuambia kijana baba au mama, muangalie Mungu wako naye atakuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Usitishwe na kelele za wanadamu, usitishwe na kelele za marafiki, usitishwe na kelele ambazo za shetani ambazo zinakunong'oneza, wanakuambia usivuke mahali hapa. Lakini atakwambia yuko Mungu wa Ibrahimu,
yuko Mungu wa Isaka. Aliwashika wana wa Israeli kwenye bahari ya Shamu, hakika akawaona. Hata wale wanaokufuatilia, wanaofuata biashara yako, wanaofuatilia watoto wako shuleni, wanaofuatilia kazi yako, wanaopambana na wewe, lakini natakuambia hawatashinda kwa jina la Yesu. Maanake Mungu atawafedhesha, maanake Mungu atawafedhesha. Watatambua kwamba yuko Mungu. Watafika mahali sasa watajua ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu tulikuwa tunapigana naye. Watafika mahali watajua kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu, maanake watapigana na wewe, mateso watafika kikomo. Mungu anasema sasa, huyu mtumishi wangu sasa hapa imefika ni mwisho. Ni saa yangu sasa ya kwenda kujidhihirisha. Ni saa yangu sasa ya kwenda kumuinua tena, ya kwenda kumketisha mahali pa juu. Haijalishi alikushusha cheo, lakini ni saa ya Bwana anaenda kukuinua tena, anaenda kupandisha cheo. Wale walikuwa na kuzomea ni zamu yao ya kuwazomea wao. Wale walikuwa na kutukana ni zamu yao ya kurudishwa nyuma, na wao nasonga mbele kama jinsi wana wa Israeli walivyosonga mbele, wakafika mpaka bahari, wakavuka bahari kwenye mateso mbalimbali, lakini walimuona Bwana, wakamshangilia, wakamuinua Bwana, wakasema hakika wewe ni Mungu wa Ibrahimu, wewe ni Mungu wa Isaka. Na kila wote ambao walikuwa wamwamini Mungu walipata kumwamini. Yamkini kwenye mkao unaokaa kuna ambao hawakuamini. Pale ofisini kuna ambao hawakuamini. Kwenye biashara yako kuna hawakuamini. Lakini utajua sasa ni mwaka wako, ni mwaka wako mama, ni mwaka wako kijana, ni mwaka wako baba, wakwenda kumuona Mungu. Watajua kwamba hakika yuko Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, anayekuwa pamoja na wewe. Hayo mateso, hayo machozi anaenda kuyafuta kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 62, Isaya mlango wa 62, Biblia inasema, kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataona haki yako, na wafalme na wote wataona utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza. Huyu ni Mungu anasema, kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia, mpaka haki yako itakapopatikana, mpaka wokovu wako utapoongezeka kama mwangaza. Haijalishi wako waliokuficha gizani, ni saa yako ya Bwana anaenda kukuvusha sasa. Maanake amekuweka kwenye giza, Bwana anaenda kuachilia mwangaza mbele yako. Bwana anaenda kuachilia mwangaza kwenye hatua zako. Bwana anaenda kuachilia mwangaza kwenye biashara yako. Bwana anaenda kuachilia mwangaza kwa watoto wako. Waliokataliwa wanaenda kupata kibali. Waliokataliwa pale kazini unaenda kupata kibali. Waliokuona kwamba ufai unaenda kufaa sasa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linatuambia, na wafalme wataona utukufu wako, wataona uweza wa Bwana ndani yako. Kwa hiyo kitu gani, watu wa Mungu? Mungu anasema kwamba akiwa upande wako, ni nani atakayesimama mbele yako? Ni sasa, ni wakati wako mama, ni wakati wako kijana. Haijalishi kama mwaka huu umemwomba Mungu, usione kwamba amenyamaza, lakini 2026 ni saa yako sasa. Mungu anaenda kujibu maombi yako. Ni saa yako sasa. Mungu anaenda kujibu haja ya moyo wako. Ni saa sasa. Baba anaenda kujibu maombi yako sasa. Haijalishi wamekupiga kihuduma, haijalishi wamekuona kwamba huduma yako wamekupiga mawe, usianze kukasirika. Ule ujasiri Mungu aliweka kwa Musa, na ataweka ndani yako, ataweka ndani yako. Aliyotembea na kina Joshua, aliyotembea na kina Elia, ule utiisho wa kina Elia ambao wakwenda kusimama kwa manabii 52, akasema hakika nyie iteni ule Mungu wenu, lakini huyu Mungu wangu nitakayemwita ni Mungu mkuu. Ukiwa na imani kama Elia, na Mungu ataenda kujibu, Mungu ataenda kutimiza haja ya moyo wako, na wale wanaokudharau watajua hakika huyu ni mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu,
Kwa hiyo watu wa Mungu, nitakuambia msikate tamaa. Mwaka huu tuna imani ya kwamba tutavuka kwa kishindo kikubwa sana. Wewe unayenisikia, ulioko mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Dar es Salaam, tumainie Bwana. Uko nyumbani, tumainie Bwana. Uko kazini, tumainie Bwana. Utukufu wa Bwana unapatikana kwa sababu ya kumwabudu Mungu, kwa sababu ya kumwomba Mungu, pamoja na kumtolea Mungu sadaka. Maana yake kujipatanisha. Mungu anakaa ndani yako, Mungu anakaa ndani yako. Anasema hakika kama aliweza kuwashindia wakina Danieli, aliwashindia wakina Paulo, aliwashindia wakina Musa, naye atakushindia. Mpango wa Mungu, maana yake shetani atapigana na wewe, lakini hatakushinda, hatakushinda. Biblia inasema tutashinda na zaidi ya kushinda. Maana yake Mungu wetu ni Mungu mkuu, hajawahi kushindwa mahali popote. Maana yake shetani yeye ni kikojozi tu, kwa sababu hajaumba hata mti, hajaumba hata sisimizi. Kwa sababu Mungu, tafakari Mungu wa Mungu, tafakari uwezo wa Mungu. Mungu aliumba bahari, Mungu aliumba anga, Mungu aliumba nyota. Tazama hata miti yote, msifu Mungu. Ukiwa pale nyumbani kwako, mwambie wewe ni Mungu tu. Tazama hata ukitazama usiku, ukitazama mchana, mwambie wewe ni Mungu. Unapotoka kwenye biashara yako, unaenda kazini, mwambie wewe Mungu, tangulia wewe kwanza, naye Mungu ataenda kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, ujumbe wa neno la Bwana, neno la Bwana litakwambia usikate tamaa, usichoke, songa mbele. Usiangalie nani anazungumza, sikia sauti ya Bwana. Musa angelisikia sauti, wala alikuwa anamwambia Musa, umetuleta mahali hapa, angelikata tamaa. Yamkini kwenye huduma yako kuna watu wanakukatisha tamaa katika mlima unaopanda, lakini nataka kuambia panda ukiwa unasikia sauti ya Bwana. Mungu anazungumza nini katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa imani kabisa, niazime imani yako, tuombe na Mungu akatende na akakuvushe, tukavuke pamoja mwaka huu 2026, tukaione. Wewe ni Mungu uliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Narudisha sifa kwako Bwana. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo unaachilia tena Bwana. Umenitumia kama chombo chako Baba, ninasema asante. Pokea heshima na utukufu, na heshima ni za kwako Bwana. Maana neno hili Bwana, wewe uliokusudia kusema na watoto wako, uliokusudia kusema na Tanzania, uliokusudia kusema na mkoa wa Kilimanjaro na nchi ya Kilimanjaro Bwana. Tunarudisha sifa kwako Bwana. Tazama wako watoto wako Bwana pale mahali ambapo wamezimia, wengine wamekata tamaa, wengine wamechoka. Naomba Bwana watie nguvu kama jinsi Bwana uliowavusha wana wa Israeli, ambao wana wa Israeli walifika kwenye ukingo wakaona kwamba hapa ni mwisho. Lakini nataka kuambia Bwana, naomba uwavushe watoto wako kila mahali watakapopita Bwana, ukawavushe kwenye mateso yao, ukawavushe katika taabu na shida, katika miiba na michongoma. Maana umewaambia utakuwa pamoja nao ili kuwavusha katika 2026 Bwana, wakiwa na afya, asipotee hata mmoja, asipotee hata mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, weka ulinzi katikati yao, weka ulinzi katika barabara zote, katika njia zote. Hakuna ajali, hakuna mauti. Tunafuta kwa damu ya Yesu, tunatuma damu ya Yesu kwenye madaraja yote, kila njia zote katika Tanzania. Tunamimina damu ya Yesu, tunaita utulivu wa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Asanteni. Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kuwalinda. Amen.